Familia moja katika eneo la Utange katika kaunti ya Mombasa imetaka serikali kuingililia kati na kuwasaidia kupata haki baada ya madai kuwa afisa mmoja wa polisi alimfyatulia risasi na kumuua kijana mwenye umri wa miaka 14 anayejulikana kama Dennis Ringa wakati wa kusherehekea mwaka mpya. Familia na wanaharakati wakisema kuwa kilichopelekea Dennis kufyatuliwa risasi kufikia sasa hakijulikani. Mary Chalo anaarifu. Huzuni na majonzi yamekaba familia ya Dennis Ringa, kijana mwenye umri wa miaka 18 kutoka eneo la Utange, kaunti ya Mombasa, aliyepoteza maisha yake wakati wa sherehe za mwaka mpya. Familia ya Dennis ikidai kuwa mwanao alifariki pindi tu maafisa wa polisi walipofyatua risasi hewani. Ilikuwa saa 6 za usiku nilipokutana na yeye kule. Hata mimi tulikuwa pamoja wakati akisherehekea kupigwa mizinga, pia yeye alikuwa akichoma baruti. Badala hiyo saa 6 mimi nikarudi zangu nyumbani kuja pumzika, maana ilikuwa nimetoka kazini late. Kuja pumzika hivi muda si muda nikajaitwa kwamba mtoto wangu amepigwa risasi. Amefanya nini mtoto wangu? Amefanya nini mwanangu? Ameuliwa na nani? Ampigwa risasi. Imekuwaje? Na hata mwanangu si mwizi. Mmoja alikuwa amevaa sare, mmoja alikuwa amevaa raia. Sasa katika huyu ambaye alikuwa amevaa raia, yeye ndo alikuwa yuko na pikipiki. Huyu mwingine ndo alikuwa amevaa hiyo sare ya polisi, yeye ndo amempiga risasi akaanguka. Kadri lile linavyoenda, wakabidi wakageuza gari pikipiki wakaenda na saidi nyingine. Wanaharakati kutoka kaunti ya Mombasa ambao walijiunga na familia wakati huu mgumu wamenyoshea maafisa hawa wa polisi kidole cha lawama kwa madai kuwa walipuuza kuwa Dennis alikuwa mwenye umri mchanga. Tuko hapa kama watetezi wa haki kusimama na familia ya Dennis Ringa, kijana mdogo sana wa miaka 14 peke yake, ambaye alipigwa risasi usiku wa kuamkia tarehe 1 Januari. Ni jambo la kufadhaisha kuonesha kwamba wale polisi ambao walikuwa hapo na walipiga hiyo risasi, nia yao ilikuwa ni moja tu, kuua. Na ni jambo ambalo huwezi kusema hawakujua, kwa sababu mtoto wa miaka 14, mtu yoyote akimuona atajua kwamba huyu ni mtoto. Lakini wakaendelea bado, wakafyatua risasi, na hivi sasa Dennis hayupo tena. And we want to say this very clearly, kwamba here in Kenya, we have a police service that does not respect the sanctity of life. Familia hii sasa imetoa wito kwa serikali kuwasaidia kupata haki kwa mwanao, wakibaini kuwa mwili wa mwanao utaenda kufanyiwa upasuaji. Mtoto mdogo huyu wa class 6, kwa nini anadudumika hivi, anapigwa risasi tu? Afadhali angempiga hata ya mguu, ningemuguza hiyo mguu nikajua mtoto wangu yuko hai. Kwa nini anamuua direct? Serikali tafadhali ingilia kati. Mtoto, serikali tafadhali. Naomba serikali ichukulie kati, ikae na ukakamavu. Mimi naomba tena serikali ifanye juhudi chini kabla Jumatatu, hata ninapoenda kufanya postmortem. Mary Chalo, Undugu TV.